itachukulia muda mwingi na nataka usikilize kwa makini. Nasoma hivi ili uweze kuelewa kila ambacho Biblia inatuelekeza. Lugha ya Kiswahili 75% ina maneno ya Kiarabu, 20% maneno ya Kibantu, na 5% ni maneno ya wazungu, yani ya Ulaya. Huo ndio mkusanyiko wa lugha ya Kiswahili, na kwa sababu hiyo ni lugha ngumu. Unaweza ukakuta sentensi moja ina tafsiri zaidi ya moja, kwa sababu yenyewe lugha imekusanya lugha mbalimbali. Mfano, neno meza sio Kiswahili, neno meza ni Kireno. Neno shati ni Kiingereza, shati Kiingereza. Kama Waswahili wale kule kwetu tulikuwa tunaita mkogo kwa lugha ya kwetu. Sasa sijajua Kiswahili, lakini shati ni Kiingereza, sio Kiswahili. Meza ni Kireno, dini ni Kiarabu. Hapo naposema dini iliyo safi mbele za Mungu, hilo neno dini ni Kiarabu. Tafsiri yake ni mahusiano ya kiroho ya mwanadamu, mahusiano ya kiroho ya mwanadamu na Mungu, mahusiano ya kiroho ya mwanadamu na Mungu, dini. Au maana ya pili ni njia ya kumwelekea Mungu. Imani ya mahusiano ya kiroho baina ya mwanadamu na Mungu na njia ya kumwelekea Mungu, ndio maana ya neno dini. Sasa hapa maandiko yanasema, tutaenda kusoma maandiko kwenye kitabu hiki cha Yakobo sura ile ya kwanza, naanza ule mstari wa 26 na 27. Kama kuna mwenye macho mazuri huko, hebu atusomee. Nasoma. Ndio. Yakobo sura ile ya kwanza. Ndio. Aya 26 hadi 27 imeandikwa. Ndio. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Mtu akijidhania anayo dini, mtu akijidhania ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu, mtu akijidhania ana njia ya kumwelekea Mungu. Hayo maneno ina maana neno dini. Mtu huyo anajidhania ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu, ana njia ya kumwelekea Mungu, lakini hauzuii ulimi wake kwa hatamu. Anasema ovyo tu, matusi mdomo ule ule, maneno mema mdomo ule ule, manunguniko mdomo ule ule, usengenyaji mdomo ule ule, lakini ana dini, ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu. Huyo imani yake hiyo, dini yake hiyo haifai. Sasa jichunguze wewe mwenyewe kama unazo hizo sifa. Kama wewe ni msengenyaji alafu unasema una dini yako haifai. Kiswahili cha kisasa inasema hivi,